Bwana, stories zimekuwa nyingi mjini, mtaani, mitandaoni zikizungumzia Harmonize, na hii tu ni baada ya ngoma ya leo ambayo mshirikisha Mbosso Khan kutoka Khan Music kufanya vizuri sana na kufikisha watazamaji milioni 5.4 na kuwa namba 1 YouTube kwa haraka sana. Sasa maneno yamekuwa mengi mjini, watu wakizungumza huenda Konde bwana anatembelea nyota ya Mbosso, kwa sababu hivi karibuni aliweza kutoa ngoma baadhi lakini hazikuweza kuvunja rekodi kama vile ambavyo ngoma hii ya leo imeweza kufanya hivyo. Kwa maneno yakawa ni mengi, huenda pia anatembelea upepo wa Mbosso. Tukumbuke pia hawa wote wawili bwana wametoka lebo moja ya Wasafi Classic, na wote waliweza kuondoka kwa nyakati tofauti, na kila mmoja akiendelea kusimama yeye mwenyewe na kufanya muziki wake. Na Mbosso ametoka hivi karibuni tu, hana muda mrefu sana, sivyo kama ilivyo kwa Harmonize ambaye amesimama peke yake kwa muda mrefu na kazi zake zikafanya vizuri, lakini huenda baada pia kumshirikisha Mbosso imekuwa ni nzuri zaidi, na ngoma hii ya leo kuweza kufikisha watazamaji hao wengi. Sasa watu wakazungumza mengi sana kusema kwamba huenda jamaa bwana katembelea nyota ya Mbosso, ndio maana ngoma yao imefanya vizuri. Lakini pia tujikumbushe kwamba Harmonize ni msanii ambaye anafanya kazi vizuri sana. Mbali na hilo, watu kuzungumza mengi wasiokubali kazi nzuri za watu ama za wasanii wao, basi Harmonize pia kupitia ukurasa wake wa Instagram akaja na kuzungumza kuwa nambari 1 inashikwa vizuri sana na ngoma hii ya lebo, lakini pia ya leo, lakini pia akiwashukuru mashabiki wake wa Konde Gang pamoja na lebo ya Khan Music kwa kuendelea kusapoti kwa kiwango kikubwa. Lakini pia huenda kwa nyinyi ambao ni mashabiki wakubwa Harmonize na mnatamani kusikia kwamba ngoma hii ya leo video yake vipi, basi pia Harmonize ameweza kutangaza rasmi kuwa video ya wimbo huo inatarajiwa kutoka wiki ijayo, jambo ambalo limezua hamasa kubwa kwa mashabiki wa muziki, hasa kutokana na ukali wa ngoma hiyo sokoni kwa sasa. Na pia Harmonize mbali na hilo ameweza kutoa ujumbe mwingine kwa wasanii wanaopanga kutoa nyimbo, akisisitiza kuwa yeye na timu yake hawatatoka nafasi ya juu mpaka ambapo atakapotoa ngoma nyingine mpya, akionyesha wazi kwamba mwaka 2026 bwana amejiandaa vya kutosha. Yani ni ngoma juu ya ngoma, kinu juu ya kinu, kata mti panda mti. Sasa kwa nyinyi ambao mnafikiri kwamba Harmonize utembelea upepo wa wasanii wengine, jamaa anathibitisha kwamba anaweza kusimama mwenyewe, ni jeshi la mtu mmoja, ndio maana anajiita jeshi bwana. Lakini pia huenda Mbosso Khan naye akawa na upepo wake mwingine mzuri tu, kwa sababu kila ambapo anakuwa anafanya kolabo na msanii yoyote lazima ngoma iende juu zaidi. Tumeshuhudia pia ngoma ambayo aliweza kufanya na D-Voice pia ilienda ikafanya vizuri na wasanii wengine wengi, hivyo upepo wa Mbosso nao kwa namna fulani hivi unaweza kusababisha pia kazi za wasanii wengine kuendelea. Kwa hivyo bwana, maneno mwache basi, maneno mengi ya nini. Harmonize pia naye bwana ana nyota yake mjini, sio lazima atembelee nyota ya mtu mwingine. Mimi nimeweza kusema hivyo, na hii ni 69 Media TZ. Mimi ni Sami Bey, bado niko hapa kusogezea story mob ambazo pia zinaendelea kutrend kule mitandaoni. Keep on watching, keep on listening, na pia utufollow kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook, pia TikTok, bila kusahau YouTube channel yetu 69 Media TZ. Tuko hapa tu tunakwambia kwamba ni nyumbani ambako unapata burudani zaidi. 69 Media TZ, home of entertainment na kila kitu.